Jina langu ni Edith Anjere, nikiwa msimamizi wa idara ya chanjo katika jimbo la Vihiga. Tuko kwenye harakati ya kuhamasisha umma kwa yale mapendekezo ambayo shirika la afya duniani limeweza kutoa kulingana na chanjo. Tumekuwa tukitoa chanjo kwa watoto wote walio chini ya umri wa miaka 5, na sasa imefahamika kwamba watoto ambao wamekuwa wakipokea chanjo ya polio ile ya kudungwa aina ya IPV, rekodi zinaonyesha kwamba mtoto huyo anastahili kupata kinga thabiti kwa kupata chanjo 2. Watoto hawa wamekuwa wakipata chanjo wakikimu umri wa miezi 3, na sasa inapendekezwa kwamba waongezwe kinga yao kwa kupeana chanjo hii ya pili wakati wanapofika umri wa miezi 9. Hapo tena shirika la afya duniani limependekeza kwamba chanjo aina ya HPV ambayo inatolewa kwa watoto wa kike imekuwa ikipeanwa kwa awamu 2, wakati mtoto anaipokea akiwa umri wa miaka 10 hadi 14 anapokea chanjo 2 kwa awamu 2, ya kwanza ikiwa inapeanwa wakati mtoto anapatikana kwa mara ya kwanza, na ya pili wakati anakamilisha miezi 6 baada ya kuipokea ile ya kwanza. Hivi sasa tunahamasisha umma kwamba watoto wote watakapokuwa kikimu umri wa miaka 10 ataweza kupokea chanjo yake hiyo moja, na imetosha kukimu kinga yake hadi atakapokuwa mtu mzima. Na lakini pendekezo ni kwamba kwa wale ambao wameambukizwa maradhi kama virusi vya ukimwi, wale ambao kinga yao iko chini kama wale ambao wana magonjwa ya kisukari, magonjwa ya sickle cell, sickle cell na magonjwa mengine ambayo yanapunguza kinga ya mwili, wanapendekezwa kwamba watapokea chanjo 3. Chanjo ya kwanza ikiwa anapewa wakati anafika umri wa miaka 10, chanjo ya pili akipewa wiki 4 baada ya ile ya kwanza, na ya 3 atapewa miezi 6 baada ya ile ya pili. Kwa hivyo wale ambao kinga yao kidogo iko chini watapokea chanjo hii ya aina ya HPV mara 3. Takwimu ambazo zimekuwa zikiangaliwa, ukiangalia maeneo kama kule kwenye makazi ya wakimbizi, kumekuwa na mkurupuko wa polio, na polio ile inaonekana kwamba kinga kiasi iko chini kidogo. Ingawaje mtoto ameipata chanjo, anastahili kuongezewa chanjo nyingine ili kuweza kuhakikisha kwamba kinga ya mtoto iko thabiti na hii mikurupuko haitatokea. Kwa majina anajulikana kama Sava Romeo, natoka Mumbita. Niko baba wa watoto wawili. Changamoto ambazo tunapata kama wanaume upande wa kupatia watoto na kumake sure watoto wapata chanjo ni kwamba tumepotelea katika kutafuta sana. Tumepotelea mambo na kazi, na tumeachia wanawake shughuli ya kupeleka watoto clinic. Changamoto ingine imekuwa tumekuwa na upungufu kidogo upande wa mambo na SHA. Vile SHA ilikuja tulikuwa tunajua lazima ulipie SHA ndio upeleke mtoto kwa clinic. Lakini tumeelimishwa juzi, tumeambiwa kwamba chanjo kwa watoto ni ukuwe tu umeregister. Serikali inalipia, hiyo ni bure. Na imenisaidia sana, watoto wangu wamekuwa wakipelekwa chanjo. Wanaume upande wa ulezi, tusitafute pesa na school fees peke yake. Tujue watoto wanafaa kupata nini, tujue afya ya watoto wetu, na afya ya watoto inaanza na chanjo. Chanjo mtoto anapata ni mara moja kwa mwezi, si kila siku. So tenga wakati kidogo uende na bibi ili mtoto apate chanjo. Hata wakati mwingine mama akiwa ameshikika mahali, wewe kama mwanaume unaweza beba mtoto wako na upeleke kliniki. Itatusaidia sana, watoto wetu watakuwa na afya bora. Kwa majina naitwa Shinaida Anewa, natoka kijiji cha Songoro. Niko hapa kuhamasisha wazazi jinsi ya kutusaidia wenzetu wanaume wakati wa kupeleka watoto katika chanjo. Ingekuwa muhimu ambapo baraza zikue, wanaume wenzetu waelezwe umuhimu wa kutusaidia sisi kina mama kupeleka watoto wetu katika hospitali. Pia wanaume, sababu wakati mwingi vile huwa tunajitokeza tunaleta mtoto kliniki, unapata mwingine hata kupea fare ya kuja kliniki inakuwa ngumu kwa sababu haelewi mbona unaenda kliniki, haoni hiyo kliniki inamsaidia nini. Sasa ni vizuri wanafaa waelezwe huko kliniki vile tunaenda huko huwa tunaenda kufanya nini. Wengine huwa wanafikiri tunaenda tu huko kupiga mastori. Hapana.
Kuna mafunzo huko mengi yenye huwa tunapewa sisi kama wazazi, jinsi ya kuwalinda watoto wetu, umuhimu wa hizi chanjo. Ndio maana inafaa tutie maanani kupeleka watoto wetu hospitalini, sisi kama wazazi wa hawa watoto. Wengine ni wagumu, na ukimwambia hata basi tuende na wewe, ataona unamdanganya ama unataka tu utembee na yeye. Sasa mimi naona inakuwa mzuri kupitia mabaraza, kupitia hawa ma CHPs vile wanatutembelea kwa nyumba zetu, watueleze wote tukiwa pamoja kama tumekaa, umuhimu wa kukuja na baba na mama katika kliniki kupeleka mtoto.